Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunamwangazia mwalimu mmoja wa kijijini anavyosisimua matumaini ya watoto walio na ulemavu nchini China. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng, mwalimu kijana katika mji wa Zhuzhou katikati ya China. Ametumia miaka 8 kubadili maisha ya watoto wenye ulemavu, akitoa elimu nyumbani kwao kwa wale ambao awali walishindwa kuhudhuria shule za kawaida. Baada ya kuhitimu chuo kikuu mwaka 2013, Chen Yanghui aliamua kufuata nyayo za baba yake, kurejea kwenye maskani yake katika mji mdogo wa Jieshou na kuwa mwalimu katika shule ya msingi ya huko. Lakini ilikuwa ni uamuzi wa mwaka 2016. Ulibadili kazi yake na kugusa maisha ya wengi. Aliamua kujitolea kuungana na mfumo maalum wa kufundisha nyumbani ambao uliundwa ili kutimiza mahitaji ya elimu kwa watoto wa umri wa kati ya miaka 6 hadi 15 wenye ulemavu ambao walishindwa kwenda kwenye shule za kawaida. Mwanzoni kazi yake ilikumbwa na changamoto. Kama mhitimu mpya, wazazi wengi walikuwa na wasiwasi kuhusu uwezo na ustahamilivu wake kukubadilika na watoto wao kama kutimiza mahitaji yao ya kielimu. Lakini baba yake Chen, ambaye pia ni mwalimu katika shule hiyo, alimpa moyo wa kumtaka asikate tamaa. Chen alidhamiria kuwaondoa hofu, na hivyo alitumia muda wake mwingi kujisomea, kuandamana na wanafunzi na kuandaa mpango wa masomo unaoendana na mahitaji ya kila mtoto. Juhudi za mwalimu huyo kijana zilizaa matunda haraka. Chini ya mwaka mmoja, darasa lake ambalo awali lilikuwa la mwisho katika orodha ya matokeo lilipanda na kushika nafasi ya juu, na hivyo kuaminiwa na wanafunzi pamoja na wazazi wao. Mafundisho yanayotolewa na Chen sio tu kuhusu kusoma na kuandika, pia anafundisha ujuzi wa maisha ili kuwawezesha wanafunzi wake kuwa huru zaidi. Kwa Chen, zawadi kubwa ni kuona watoto hawa wa kipekee wanakuwa na ujasiri wa kuingia katika jamii. Leo hii zaidi ya shule 20 katika kaunti ya Jialing zimejiunga na mradi huu wa kutoa elimu nyumbani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.